Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti, ambapo tuna mdahalo wetu kuhusiana na sanaa katika jamii, na hapa studioni niko na wasanii na mwandishi Profesa Kithaka Wamberia. Profesa, wakati ambapo unaandika hivi vitabu, maana kuna vitabu vingi tu ulivyoandika ambavyo vimetumika kama vitabu vya kutahiniwa. Mimi ni mmoja ambaye nimetahiniwa na Kifo Kisimani. Pia wanafunzi ama wale ambao wanasomea walimu waliweza kutumia kitabu cha Natala kama kitabu chao cha kutahiniwa. Ndio. Na ni miaka mingi imeyopita. Labda unaweza kutueleza kuna vigezo gani ambavyo vinaangaliwa kabla ya kitabu kufanywa kitabu cha kutahiniwa? Maana maudhui ambayo yako kwenye Kifo Kisimani yanashinda yakijitokeza mara kwa mara panapotokea matatizo kuhusiana na utawala. Kuna vipengele kadhaa vya kutizama, vya kutathminiwa kabla ya kuamua kitabu kitahiniwe katika shule. Tuanze kwanza na uandishi. Maana kuna uandishi, kuna uhariri na kuna upigaji chapa kitabu. Kwanza kitabu inabidi kiwe na maudhui ambayo yana mashiko, yana uzito, maudhui ambayo yanaweza kutusaidia kujiboresha kama binadamu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kama ni tamthilia, haina budi pia kuwa na msuko au ploti ambayo inaitika kuhusu msuko katika tamthilia. Iwe ni kitu ambacho labda huwezi kutabiri. Maana kuna wakati mwingine unaona filamu ikianza namna hii hata unajua mwisho kabla ya kufika hata robo ya ile filamu. Sasa kitabu kizuri ni kile ambacho ule msuko una kile ambacho Kiswahili tunasema mapindi, Kiingereza tunasema turns and twist. Kwamba hujui huu mchezo utamalizika vipi mpaka utizame mpaka mwisho, mpaka usome kitabu mpaka mwisho. Kitabu kiwa na lugha ambayo imetumika ni lugha ambayo si ya wazi mno, si lugha ya matusi, si lugha ya manake kauli chapwa, iwe ni lugha ambayo imetumia tamathali za usemi, iwe ni lugha ambayo ina utamu wake, manake mwandishi au amesuka ile lugha kwa namna ambavyo ukisoma wewe unaanza kutabasamu kiwa peke yako. Hawatakucheka. Kwa sababu ya namna ambavyo lugha imetumika, na wale wahusika pia wapewe hisia na wapewe vitendo na wapewi usemi ambao unafikiana nao. Ushaona? Ikawa kwa mfano mtu amefiwa na mtoto, lakini ukiangalia sile hisia asiambatani na ile hali yake. Haikuwa mtu lazima kwenye harusi lakini amekasirika, isipokuwa kuna sababu. Baadaye tuone sababu gani huyu bi harusi mbona alikuwa amenuna namna ile. Lakini ikiwa hakuna sababu, mtu atasema huu mchezo umeandikwa vibaya, maana yake sida hisia aliyopewa bi harusi asiafiki ile hali ya kuwa bi harusi. Kuwe na pia wahusika ambao manake mwandishi mzuri ni yule ambaye anakuwa na wahusika ndani ambao ni ya kisasa. Nakumbuka mchezo mmoja bwana mmoja akisema nimsaidie kuhariri ule mchezo na wahusika 35, haiwezekani kuwaomba wote wale wahusika 35 wakakamilika. Ushaona? Sasa mchezo ili kutainiwa, wale wataangalia je, wahusika ni wangapi, na kuna jambo ambalo alifanyi kwa sababu ya wahusika kuwa ni wachache, au kuna wahusika ambao hawakuumba vizuri au vya kukamilika. Mambo kama hayo wataangalia. Na sasa kwa upande wa nanino, kwa kutoa kitabu chenyewe, maana kwa wapiga chapa zile kurasa zimepangwa vipi, maandishi yamepangwa vipi, jalanda liko namna gani, ikiwa kitabu kitatainiwa ni kitabu ambacho kurasa zitakuwa zinaanguka zenyewe, au ni kitabu ambacho kule kujalindi maana yake binding kimejalindiwa kwa namna ambavyo mtu anaweza kusoma mwaka mzima, miaka miwili bila kitabu kuanza kurasa kuanguka. Kama ni kitabu cha watoto, wanaangalia mpaka ile pini ambayo imetumika iwe ni pini ambayo haiwezi kupata kutu,
Maana ile pini ikipata kutu ikimuumiza mtoto, yule mtoto anaweza kuishia na pepo punda. Kwa hivyo unaweza kuwa na hadithi ni nzuri sana na lugha ni nzuri sana, lakini ile pini ambayo imetumika haikubaliki. Kitabu ikawa la jalanda ni jalanda, ukishika mikono ikiwa ina maji inaharibika mara moja. Kwa hivyo utaona vitabu vingi vinaweka ile inaitwa UV varnish. Kifo kizimani. Ukiangalia ukiwa na maji kwa mkono, ukiusa namna hii, wewe chukua tu kitambaa, ukipanguza hakuna tofauti katika jalanda. Mambo kama hayo. Sarufi imetumika vizuri. Ingawa siku hizi wajua vyombo vya habari vinatumia lugha ambayo nilijua tu lazima bandia kuhoji watu, tunapiga msasa. Msasa bana ni mmea wa kulainisha mbao. Upige mtu msasa unamhoji. Sasa mtu amegundua kuna neno jingine kutoka Swahili, Swahili wiki na wiki jana. Tunasema usaili wa makamishna. Mpaka mashirima juma lililopita bana tumeambiwa mtu ana mtungi wa ngeze kutoa machozi. Mtungi. Maana ni mkebe ule. Sasa na hawa ni watu ambao ni wajuzi sana wa Kiswahili, kwa hivyo hata siwalaumu. Na laumu mimi kwamba hawasomi zile habari, wakipewa wanasoma kama silivyo. Unasikia bei ya mpunga imepanda. Kwani binadamu kweli atakula mpunga kweli? Ni mchele. Bila shaka bana. Haya, Maina, hili swala ambalo profesa anazungumzia, swala la lugha. Manake kuna michezo kadha wa kadha, hadithi zinaandikwa kwa lugha tofauti. Na sasa hivi najua kuna mchezo wa kuigiza wa hivi majuzi, Wangu wa Makeri, ambao ulikuwa kwenye kumbi za sanaa. Lugha ina umuhimu gani katika utunzi wa sanaa, Maina? Lugha ni muhimu sana. Inakufanya uelewe kwa mambo ya kusoma, utaelewa vizuri sana. Kwanza kama saa hii naweza waita nini, Gen Z, wako na shida sana na lugha. Vile wanazungumza, vile mtu anakuja kuji-express, ni shida kwao sana. Na ni muhimu sana mtu ajue lugha, na lugha bado inakupeleka kwenye culture, tradition. Unaona? Na ni muhimu sana kwa jamii, kwa sababu unapata mtu anafanya vitu zingine kwa sababu wewe umesoma tu lakini hujaelewa. Umesikia mtu alikufa, sababu nini, uelewi kwa nini, lazima ukuwe unajua ni nini. Ni muhimu sana. Na lugha lazima uangazie pia yule ambaye unayemzungumzia. Kabisa. Endelea. Lazima ujue mnayezungumza na yeye anaelewa nini. Na kuangana shida kubwa sana na kama wakimbiaji wetu. Umeenda kuhojiwa huko, unafanywa interview, lakini mtu vile anajieleza anataka kung'ang'ana kuongea kimombo sana. Na kwake imekataa. Ukiangalia kama wa footballers wale wakubwa kina Ronaldo, kina Messi, akifanywa interview yeye anazungumza lugha yake ili anajua, anaelewa, ataji express yeye mwenyewe. But wao wakimbiaji wetu wameng'ang'ana kuongea Kizungu. Unapata mtu akona shida mpaka ya matamshi. Kwa hivyo mimi husema express vile unaweza, au wataenda kutranslate. Hiyo sio shida yako. Kimiti, wakati ambapo kuna tamthilia kama Wangu wa Makeri, pia kulikuwa na Luanda Magere. Alafu zinafanywa kwa lugha ambayo unajua nilikuwa natamani sana niende nikatazame Wangu wa Makeri, lakini Wangu wa Makeri, lakini kwa sababu ilikuwa kwa lugha ya Kikuyu ilinitatiza. Mara ya mwisho nilizungumza Kikuyu ama kuwasiliana kwa Kikuyu ni kitambo. Kwa nini mnaangazia kama ni tamthilia fulani mnaiweka kwa lugha fulani na inawezekana kutafsiriwa na kufanywa kwa lugha ambayo inaweza kuvutia wengi zaidi? Kwa sasa hivi kama vile Maina amesema, saa nyingine inaitwa kutatizika. Kuweza kuimagine ya kwamba lugha yetu ya taifa ni Swahili. Lakini ukienda uzungumza Swahili kama vile sasa tunazungumza Swahili, wanasema wewe si msomi. Lakini ukizungumza Kizungu mbele ya watu, kama kwa umati wa watu, wanasema yule ni msomi, yule amesoma sana. Na unakumbuka kwamba ni kama wanatugauge
na lugha ambayo unatumia. Kwa sasa tunazungumzia kuhusu Wago Makeri. Wago Makerire. Hata mimi mwenyewe naitamka. Wago Makeri. Wago was the first chief ambaye wa Kikuyu. The first lady chief alikuwa anaitwa headman. Ni kwa sababu wale walikuwa najua it's all headmen, lakini Wago Makeri was the first woman to become a chief, na iko inajulikana ya kwamba kuna mwanamke mwingine mwenye angemeweza kukuwa chief headman. Na sasa hivi kwa ule mchezo ambao actually tunauigiza tarehe 1, 2 na tarehe 3 mwezi ujao, na sababu yetu ya kutaka kuigiza ule mchezo ni kutaka kuonyesha ya kwamba wanawake wanaweza. Na pia sasa wakati tumefika, tunataka uongozi ambao una maadili, uongozi ambao unatupeleka mahali. Wago Makeri, kwa nini watu walimpenda? Kwa sababu yeye apart from being kwamba alikuwa mwanamke, alikuwa na mawazo ya vile ataweza kuleta shule, ataweza kuleta mahospitali, na ataweza kubadilisha nia, na si wanawake peke yake, alikuwa anatazamia watoto wote kwa jumla. Na watoto wake walikuwa wanatoka nyumbani wanakuja Nairobi mguu kuja kuweza kusoma kutoka Murang'a hadi Nairobi ili kuja kuweza kupata yale masomo. So kwetu tunataka kuonyesha ya kwamba inawezekana. Tunaweza kuwa na viongozi wale ambao wakipewa nafasi wanaweza kuja watuongoze na tuweze kuelekea. So kwa hivyo ule mchezo ambao tumeutengeneza kwa njia ya Kikuyu kwa sababu wengi wataweza kuelewa kulingana ametoka nyumbani ni Wago Makeri. But kwa sasa tunaitazamia ya kwamba tunaweza kwanza tutaufilm. Kwa hivyo tutaweza kuiweka subtitles, tutaweza kwa yule ambaye hataweza kuelewa. Ukiangalia apart from kufanya ile kipindi ambao umefanya papa ya Inspector Mwala, kuandika na kuelekeza, ninafanya ukulima. Huku bado nafanya ndani ya Inoro TV. Nafanya kipindi inaitwa Sauti ya Mkulima, Mugabo wa Murimi. Ukiangalia wengi ambao uweza kutazama Mugabo wa Murimi, wengine si wa Kikuyu. Lakini wengi wanakuandikia na kuambia sikuelewa, lakini picha ambazo ulikuwa unaonyesha, vile ulikuwa unaelezea ilinisaidia sana. Naweza taka kujua zaidi kuhusiana na huu ukulima ambao ulionyeshana. Naweza penda kujua kama jana tumekuwa na ukulima wa ng'ombe. Tulikuwa tunafunza watu vile unaweza ongeza ama unaweza reduce cost of production ya ng'ombe wako. So ni kioo. Yani tusipokuwa tunaweza nikuwe nimejifungia kwa lugha yangu niseme ya kwamba mimi sijui Kiswahili. By the way singekuja, si ndio? Ningesema actually wengi waliniandikia wakati niliweka kwa mtandao, niliwaambia naenda Citizen Live naenda kuongea. Wakaniambia unaenda kuongea Kikuyu. Pape kwanza akiwa mmoja aliniambia wewe naenda kusikiza kwa sababu najua Kikuyu ndio unaenda kuongea. Lakini siogopi kwa sababu lugha ni vile mimi nitaweza kujiexpress na tuweze kusikizana. Naam. Naam, bila shaka. Esther, tukizidi tu na hilo swala la lugha na jinsi ambavyo watu wanaelewa kile ambacho wanataka. Nyinyi kama wasanii mnapo igiza kama ni tamthilia ama mnapojitokeza kuzungumzia masuala mbalimbali, huwa malengo yenu ni nini? Yaani mwisho wa kwisha ukishacheza ule mchezo, nia yako ni nini? Tuna nia nyingi sana. Kwanza tunaelimisha, watu wanapata mapato kutokana na michezo ile tunayoigiza. Tunaonyesha, tumesema ni kioo cha jamii. Kwa hivyo mambo mengi ambayo yanafanyika utayajua kupitia jukwaa la usanii. Kwa hivyo mara nyingi utapata tunaelimisha, tunakuza jamii, tunakuza lugha zetu ambazo wengi watafanya kwa Kikuyu, wengine kwa Kiingereza, wengine kwa Swahili, na wote wanakuwa na main point ama main agenda ya kukuza jamii yetu. Kwa hivyo watu wengi wana manufaa mengi sana yanapatikana kutoka sanaa na uigizaji. Kama tunavyosema profesa wetu hapa ame-earn from hicho kitabu ambacho wamekuwa akiandika ama vitabu ambavyo wamekuwa akiandika. Sisi kama waigizaji tuna earn kutoka hicho kitabu wakati tunapoenda kuigiza kwa wanafunzi. Wale walimu wana earn kutokana na kufunza kile kitabu. Kwa hivyo tukiangalia ni watu wengi sana ambao wanapata mapato ama wanasaidika
kutoka one main thing ambacho nimekupea mfano wa kitabu na tunaelimisha jamii. Watu wengi sana kama hizo tamthilia za shule hata zinatahiniwa, kwa hivyo wanaelimika kutokana na hizo vitabu. Zile ambazo tunafanya kule Kenya National Theatre tunafurahisha watu, tunawachekesha kama hizo za Njugusha kina Maichapa. Kwa hivyo manufaa ni mengi sana. Naam. Profesa, maudhui yakidhibitiwa, maana Kifo Kisimani kinazungumzia masuala ya utawala. Ndio. Kwenzi Gizani inaangazia masuala ya jamii na jinsi ambavyo jamii inavyojaribu kusuluhisha maovu yanayotokea. Iwapo serikali itaamua kudhibiti yale maudhui ambayo yanaangaziwa na wasanii, waandishi na kadhalika, itakuwa na athari gani? Naomba niruhusu niseme jambo kuhusu Wangwa Makeri na Bwana Magere. Kuna tetesi kwamba miongoni mwa watu walio hapa kuna mtu ambaye ana hamu sana ya kuandika juu ya Mekatili wa Menza. Kwa hivyo wewe kuwa na subira tu kidogo, pengine mwaka ujao au miaka miwili Mashirima atakwenda kutizama Mekatili wa Menza kwa Kiswahili na kisha utatafsiri wewe kwa Kigiriama ili tupeleke hapa Kaloleni na Magarini na Galana. Shukuru mpaka hapo pia utakuwa umenifungulia njia nyingine ya kupata unga. Sasa basi manake ikiwa tutadhibiti maudhui itakuwa tutarejea katika ile hali ya chama ambacho ni baba na mama. Manake msanii mwenyewe ndiye anajua mambo ambayo ni muhimu ya kuandikia. Sidhani kama mtu ambaye labda tatizo lake ni kumaliza chakula. Maanake una mshahara wewe wa milioni moja. Hakuna namna ambavyo utafikiria utashauri watu waandike namna ambavyo watu wanateseka, watu ambao wana watoto, watu ambao wanakula chakula mara moja tu kwa siku na nini. Kwa hivyo mtu ambaye ana uwezo wa kuandika, kutathmini na kuamua andikie maudhui gani ni wasanii wenyewe. Maanake mwelekeo wa mawazo yao ni tofauti kabisa na mwelekeo wa watu ambao wanaunga sera, watu ambao wanatawala na ambao hawana kuna pengo kubwa sana baina yao na jamii. Achebe aliandika kitabu kimoja kizuri sana. Nikipendekeza msome. Kinaitwa The Trouble with Nigeria. The Trouble with Nigeria ni kitabu ambacho kinaonyesha wanasiasa katika Afrika wanaishi ugenini. Maanake hakuna wakati wote ambapo rais wa nchi, na simaanishi rais wa hivi sasa, yoyote yule, akienda Tharaka ambako natoka mimi, hata una vumbi la Tharaka, maanake wataweka maji, watanyunyiza maji bana. Maanake ni wanaishi kabisa ugenini. Na ameeleza sana. Kwa hiyo tatizo moja wapo ni kwamba hawaoni uhalisia wa mambo. Mtu ambaye anaona uhalisia wa mambo ni msanii. Kwa hivyo ukimwambia msanii apewe mada za kuandikia, apewe maudhui ya kuandikia, itakuwa sasa ni kusifiana kwa kwamba tumepiga hatua sana, wajua elimu mimi nafunza katika chuo kikuu cha Nairobi. Najua namna vijana wa chuo wanateseka sana. Maanake mchana tofauti na zamani, unaona kijana anajitahidi katika maktaba, anaonekana mtu kama ni mtu anabidi sana, lakini maskini hajala tangu asubuhi au amekula asubuhi na hata ukula mpaka jioni. Sasa afanye nini? Anajifanya kwa kwamba amefungika na amebanwa na ametingwa na kazi. Sasa niandike mchezo nikisema namna mfumo wa elimu vyuo vikuu unaendelea vizuri sana. Tusifie namna ambavyo tunatoa ufadhili ni mzuri, itakuwa nadanganya, itakuwa sisemi ukweli. Kwa hivyo ukisema tupangiwe maudhui na mawaziri, tupangiwe maudhui na watu wengine wakubwa katika jamii, itakuwa sanaa imesambaratika, imepromoka, haipo tena. Na sasa nirejea kule ambako nilisema sanaa ni muhimu sana katika jamii, na hatimaye ukinipa nafasi nitakuonyesha kwamba changamoto kubwa katika nchi si sayansi, si teknolojia. Kile ambacho tunahitaji ni maadili, na maadili huwezi kuyapata kutoka hesabu, kemia, fizikia. Maina, unaposikia baadhi ya maafisa wa serikali wakisema kwamba kunapaswa kuwa na sera ama sheria ambayo inahakikisha wale ambao
wanaandika kama ni tamthilia au mashairi ambayo yatakuwa yanaonyeshwa kwenye tamasha kama drama festivals, music festival, kwamba wale ambao wanaandika wanapaswa kuwa walimu peke yake. Hilo linakupatia fikra gani? Kwanza, swali kubwa wanafaa kujiuliza ni nini wanaogopa. Kwa sababu hizi shule au directors ama wakufunzi, hiyo ni kazi pia wanakuanga wakifanya. Na serikali vile ilisema inataka vijana wajitokeze kwa wingi, watafute kazi, kwa sababu serikali imewanyima kazi already. Unaona? Nina rafiki yangu najua anachoma mahindi na ako na masters. Kwa nini? So yeye kazi yake ni kuandika, anaenda kwa hizi shule, anafundishana, anapata kitu kidogo. So kwa nini wanataka kuregulate? Ni nini mbaya wanaogopa? Hawa wenyewe walisoma hizo vitabu. Wengi ni rika zetu wengine walisoma hizo vitabu. Mbona hawakuziona zikiwa mbaya hiyo wakati? Kama vile Mswahili alisema, mkuki mchungu kwa binadamu, kwa nguruwe mtamu. Kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu, kwa nguruwe ndio mtamu. So wasiogope, wacha tuende nalo tu hivyo hivyo. Tufundishe hii generation iko hapa nyuma. Hakuna ubaya tunayo. Ni hao tu waajibike. Bila shaka waajibike. Na kama Waswahili wanavyosema, ukweli wa umma. Kwa hivyo ukiwa unatazama na unasikia uchungu, ni wewe ujiulize maswali. Mtazamaji, tunapumzika tena kidogo. Tutarejea hivi punde ili tuweze kuwasikiza wananchi kutoka kaunti mbalimbali wanasemaje kuhusiana na nafasi ya sanaa katika jamii. Je, sanaa inaweza kudhibitiwa? Endelea kutuma jumbe, nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli Mwingi wa Kaunti.